Karibuni sana KingoFarm. Leo hii bwana, ninataka nikutajie vitu vitano ambavyo ni muhimu sana kuvizingatia kuku wako wa kienyeji waweze kutaga vizuri sana. Sisi hapa shambani tumefanikiwa, hawa kuku wa kienyeji wanataga vizuri na mayai makubwa. Sasa nataka nikwambie vitu ambavyo sisi tumevifanya hapa mpaka hawa kuku wakawa wanataga vizuri kabisa. Kwa hiyo sikiliza hii video mpaka mwisho ili uweze kujifunza hayo mambo, na nitaelezea kwa ufupi tu. Kwa hiyo itakuwa ni video fupi ambayo haito kuchosha, na unaweza ukapata vitabu vyetu kwa shilingi 10,000. Ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Namba zetu za simu hizo hapo, ukitupigia utapata hivi vitabu vinavyohusiana na ufugaji. Tukianza, jambo la kwanza kabisa kwa haraka kabisa ni chakula ambacho unawapa. Unapaswa kuwapa kuku wako chakula ambacho kina virutubisho vyote. Mfano, unaweza ukaona sisi hapa shambani huwa tunachanganya chakula chetu kama hivi kwa kufuata kanuni bora zilizopo kwenye vitabu ambavyo tunavitumia hapa, na ndivyo ambavyo hata wewe ukihitaji tunakuuzia hivi vitabu. Na hivi vitabu tupatia mafanikio makubwa sana. Miongoni mwake ni hawa kuku kuweza kutaga vizuri na mayai makubwa. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tunafanya hapa shambani kwetu. Kwa hiyo hata wewe tunakushauri usichanganye tu chakula, usiweke pumba sijui nini. Kuna viwango maalum vya madini pamoja na virutubisho mbalimbali kwenye chakula cha kuku ambacho unakuwa unawachanganyia. Hilo ni jambo la msingi sana. Kuku bila lishe bora hawawezi wakataga vizuri hata siku moja. Jambo la pili, sambamba na kuwapa chakula ambacho kinakuwa kina ubora, lakini pia matumizi ya booster za asili. Hizi booster za asili huwa zinawachochea na kuwafanya kuku waweze kutaga vizuri. Kwa wale wote ambao mmejiunga na group letu la WhatsApp, ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi miwili. Nadhani huwa mnaona jinsi ambavyo tunatumia hizi tiba za asili, lakini pia jinsi ambavyo tunawashauri watu kwenye kundi watumie tiba za asili pamoja na hizi booster za asili ili kuwafanya kuku waweze kutaga vizuri. Na sehemu nyingine ambayo ni muhimu sana ni haya majani. Kwa mfano hapa unaona hii hapa ni mchicha. Huu ni mchicha ambao kuku mara nyingi hapa huaga tunawapa, lakini pia wanakula huu mchicha kwa sababu upo maeneo ambayo mara nyingi wanashinda. Sio lazima uwe mchicha, kuna mboga hizi za majani kama vile chainizi. Ni wasitu ndugu zangu, kama unahitaji kupata pesa nyingi au kipato zaidi kwenye ufugaji, ni muhimu sana ukatumia hivi vitu vya asili ambavyo vinapunguza gharama na vinatoa matokeo makubwa. Mfano mzuri, kuna haya majani. Haya majani huwa yanapatikana tu polini. Kama umewazoesha kuku wako kula haya majani yanakuwa na madini ya chuma mengi, na hivyo yanafanya kuku awe na damu nyingi, na hivyo kumwezesha kuku aweze kutaga vizuri kabisa bila shida yoyote. Umeona kuku wetu wote hawa sisi ni kuku ambao wanataga, wengine wameanza kulalia kama hivyo ambavyo mnaona wanataga. Ni kuku wachache lakini karibia wote wanataga. Elimu na vitu vyote hivi unaweza ukavipata ukiwa kwa mfano na hivi vitabu viwili, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji na tiba za asili. Wewe unayefuga kuku wa kienyeji afu kajiunga na kundi kwa shilingi 8,000, jumla ni 28,000. Yani kwa shilingi 28,000 utapata elimu bora ambayo itakuja kukupa faida kubwa sana kwenye ufugaji. Na kushauri sana kupata elimu, lakini pia kuwa na vitabu vitakusaidia kuchanganya chakula na vitu kama hivyo. Vitabu vyetu ni 10,000 na ni soft copy na kutumia kwa njia ya WhatsApp. Jambo jingine la muhimu kabisa, inatakiwa mazingira yawe rafiki kwa kuku wa kienyeji. Kwa mfano hapo unaona hao kuku wa kienyeji wanakuwa wanachezea huo mchanga huo kama hivi, wanakuwa wanapalua hivi mchanga. Sasa huu huaga unawasaidia sana kwenye kutaga, kwa sababu huaga unawapunguzia stress, unaondolea stress hawa kuku na kuwafanya watage bila shida yote, bila kurukaruka. Jambo jingine la msingi kabisa ni viota ambavyo unawatengenezea kuku. Sisi hapa pia tumefanikiwa kuwatengenezea viota vizuri ambavyo vipo mafichoni. Hakikisha kuku wanapenda sana kujificha jamani, usije ukaweka viota maeneo ambayo mtu ni rahisi sana kuweza kuwaona. Hawa kuku watakuwa hawatagi vizuri, lakini pia watakuwa wanaingiliana sana kwenye kutaga. Kwa hiyo eneo likiwa zuri la kutaga, hivyo linamvutia kuku aweze kuwa na utagaji mzuri na aweze kutaga eneo moja bila ya kuhamahama wala kula mayai.
Niwaambie jambo la mwisho na jambo ambalo ni muhimu sana pale unapokuwa unawafuga kuku wa kienyeji ili waweze kutaga vizuri, ni kinga za asili jamani. Matumizi mazuri ya kinga za asili kwa kuku ambao wanataga. Hii itawasaidia kuku kwanza kuepukana na magonjwa, kutopata magonjwa. Hakikisha kwanza kinga zinaanzia kwenye kitu tunakiita biosecurity. Biosecurity ni kumlinda kuku labda kwa kusafisha mabanda, kuzuia watu wasifike mabandani kwa urahisi zaidi ili kuweza kuambukiza magonjwa, ili ni kumweka kuku mbali na magonjwa. Umeona, hicho ni kitu cha kwanza. Na kinga nyingine ni kuwapa kinga mbalimbali, kwa mfano kinga ya mafua, kinga ya kideri. Hizi chanjo hizi zingatia vizuri sana. Kuku ambaye ni mgonjwa, kuku wako kama anaumwa hawezi hata siku moja akakutajia vizuri. Lakini pia kuna magonjwa ambayo huwaga yanarotesha sana utagaji. Kwa mfano minyoo, kama kuku wako ana minyoo, basi ni ngumu sana huyu kuku kuweza kutaga vizuri. Lakini pia kuku wako kama wanashambuliwa na vile vijidudu kama vile utitiri, viroboto na wadudu wengine, basi watawafanya kuku wasiweze kutaga vizuri. Kwa hiyo hakikisha hivi vyote unavizuia kwa kuku wako ili wasipate stress yoyote ile ambayo itawafanya wasitage vizuri. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo sisi tunafanya hapa shambani ili kuwawezesha hao kuku wetu waweze kuwa watagaji wazuri, na tayari wanataga vizuri sana. Hao kuku ni miongoni mwa kuku ambao naweza nikasema wanataga vizuri sana na maendeleo yao ni mazuri sana. Tunategemea kupata kuku wengi sana wa kienyeji hapa shambani kwetu kwa kufuata hizi kanuni ambazo nimetoka kukuelezea hapa. Kama unahitaji kujiunga na group letu la WhatsApp ili kuwa karibu zaidi na familia ya KingoFarm, basi namba yetu ya simu ni hiyo hapo. Ada ni shilingi 8,000 ya kujiunga na kundi kwa muda wa miezi miwili. Pia tunaweza tukawasiliana kama unahitaji kitabu cha ufugaji, kupata maelekezo ya ufugaji kama vile kutengeneza chakula, kutengeneza tiba za asili. Vitabu vyote ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunavituma kwa njia ya WhatsApp. Asanteni na kwa heri. Vizuri labda Jumatatu, Jumatano na